Naam, ni aje mtazamaji wa Mkubwa Media. Ni kwamba kuna mengi yameweza kutokea kwenye harusi ya Jux. Jux pamoja na Priscilla kutokea kule nchini Nigeria. Waliweza kufunga harusi ya kimila kule Nigeria, lakini pia ikaja kuhitimishwa hapa Tanzania. Sasa kupitia ukurasa wa Wasafi FM tunaona kuna mengi yameweza kutokea kuhusiana na Jux kwa nini hakumwalika Harmonize pamoja na Alikiba. Kama unavyojua hawa ni artist ambao ni A-list kwa wasanii wa Tanzania. Yaani ukizungumzia A-list wasanii lazima wataji Alikiba, Harmonize, lakini hao ndio hawakualikwa kwenye harusi ya Jux. Sasa kupitia interview aliyofanyiwa na Wasafi mbele ya Alia pale, tunaona alifanyiwa interview na kuulizwa haya maswali. Kwa nini kuna artist ambao hawakufika, mfano kama Harmonize, kama Alikiba, kwa nini hukualika? Yeye mwenyewe Jux aliweza kuelekeza kwamba kilichotokea mpaka akashindwa kualika wasanii hao ni kwamba alikuwa kwanza na mambo mengi sana, ukizingatia katika hekaheka za kuweza kupokea wageni, kwa sababu hii inasemekana kwamba kuna wageni zaidi ya 150 ambao ni wageni kutokea nje ya nchi, yani kutokea Nigeria. Sasa fikiria wageni 150 ambao wanatoka kule nchini Nigeria, lakini pia walioalikwa hapa Tanzania ni artist ambao ni mastaa ambao kwa namna moja ama nyingine wengi huwa anaongeaga nao sana, na ukizingatia yeye ni msanii mkubwa, kwa hiyo wale ambao anaongea nao kwa mfano kama Diamond na wengineo ni watu ambao anazungumza nao kila siku, kwa hiyo wanafahamu the plan, kila kitu kinachoendelea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuhusiana na Harmonize pamoja na Alikiba ilitokea kama mistake, na sio mistake, alisema kwamba kilichotokea ni kwamba Harmonize pamoja na Alikiba si watu ambao wanaongea nao sana, kwa sababu ni watu ambao kuna mmoja ama nyingine ni watu ambao huwa hawaongei naye mara kwa mara. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kwa yeye kuweza kualika, kwa sababu si watu ambao ni washikaji zake. Lakini pia ni kwamba watu hao ni kama haongei nao mara kwa mara. Sasa komenti yake kwa mwandishi kuhusiana na kilichotokea kwamba anashindwa kabisa kualika, ni kama imeweza kuzua hisia tofauti kwa mashabiki ambao waliweza kujitokeza katika upande wa comment section, na kuna mmoja ama nyingine wakaweza kuzungumzia kwamba inakuwaje Jux anakuwa mbinafsi, hasa mashabiki wa Alikiba pamoja na Harmonize. Kwa nini hakualika, kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine inaonekana kabisa kwamba kimeweza kuibua mashabiki au hisia kubwa sana, lakini pia inaonekana kabisa kwamba Jux inaonekana amewakasirisha mashabiki ambao kwa namna moja ama nyingine walikuwa wanatamani kuona mashabiki wasanii hao wakihudhuria katika hiyo event yake. Sasa kilichotokea baada ya hapo, wewe ni kusomea maoni ya mashabiki ambao kwa namna moja ama nyingine walikuwa wanatamani sana kuona Alikiba na Harmonize wakifika pale. Mmoja akasema nyoka tu acha kujing'atang'ata, Ali na Konde ni mastaa, ilitakiwa wapelekee kadi wao wakatae kuja, sema utimu ndo shida. Kwa maana hiyo ni kwamba ilitakiwa awapelekee kadi ya mwaliko ili waweze kufika, alafu wakikataa kufika basi atakuwa ameepuka huo mtego. Lakini shabiki huyo alijibiwa na shabiki mwenzake, akajibiwa kwamba Alikiba alipooa mbona hakumpa kadi Jux? Kajibu kisomi sana, hajataka bifu. Mwingine sema muongo wewe, harusi ni yako, unataka kumwambia cousin artist mwenzako Jux one day unawategemea wasiotegemea baadaye. Believe me kwamba kuna siku ambayo kuna mmoja ama nyingine akashindwa kabisa kuwategemea wale ambao yani kwa comment hii kwamba ipo siku anaodhani ni watu wanaweza wakamsaidia, ipo siku wanaweza wakamtupa chini. Haya, mwingine anasema kwamba fanya unaamini. Anyway, huyu akajibiwa, huyu shabiki akajibiwa kwamba Alikiba leo hakumwalika Jux, aliwalika na wajua, so ni kawaida. Msema achana na hao wana. Mwingine anasema kwamba inaonekana hampendi Harmonize. Mwesema acha roho mbaya we bro, haujawaalika Konde wala Alikiba. Huyu akisema kwamba yawezekana jamaa roho mbaya ndio maana hakualika. Mwingine sema ongenda wewe, mwenye roho nzuri. Mwingine sema ugomvi unatengenezwaga kama hivi yani.
Manake ugomvi unatengenezwa kama hivyo. Mmoja akasema Mungu huyu hawezi kumwalika Alikiba wala Harmonize, angesema tu kuliko kutupanga. Kwamba hawezi kualika. Msema tunasikia msema Juma hapo kaongea ujinga tu. Kiba hata ungempa kadi asingekuja, ulimwambia na bana poa, so mwacheni msije postiwa na siri zenu. Kwani yeye ndoa za Kiba na Hamo alienda au aliona akiposti? Mwingine sema hawajaalikwa, aache uongo. Maana yake ni kwamba hakuna sehemu ambako waliwaalika, kwa sababu zile kadi huwa zinatengenezwa hata kwenye mitandao ya kijamii. Mtu anaona kabisa kwamba fulani amealikwa na fulani amepata kadi yake, vitu kama hivyo, na amepokea. Haya, mwingine anasema kwamba Jux amejibu vizuri, hata kama hakuambia amesema hivyo ili kuepukana na majungu ya watu, kwamba amejibu vizuri kwa sababu jinsi alivyojibu ni kama ameepuka majungu ya watu. Mwingine anasema napita tu kusoma comment. Mwingine anasema kwamba Kiba hata angealikwa asingeenda. Mwingine akasema wakishagombanaga ndo wanamuona Ali anafaa. Anasema kwa hiyo kama haongei nao mara kwa mara ndo usiwalike, acha ubaguzi. Akimwambia Jux aache ubaguzi, kwa nini hajamwalika Alikiba? Lazima muongee kila siku ndio mwalike mtu harusini? Kama ni huko Kenya, si hiyo harusi itakuwa mto juu saa kuongea na mtu dele na hamdeti. Mwesema Kiba wala asingekuja, nadhani mnamjua akili za Ali, hapendi unafiki. Mwesema ila maeksi zao walialikwa. Mbona Mondi kahudhuria vizuri lakini yeye kaenda kuoa vichochoroni kama haya. Mwingine sema wewe hata Harmonize hajamfollow, acha roho mbaya. Maana yake ni kwamba Jux hajamfollow hata Harmonize. Hiyo biti haya. Mwingine anasema kwamba kwani huyu Ali hawezi ongea mpaka badilisha vitu vya kuwa. Mwingine anasema eti kwa nini swali la kiwaki sana, kwani lazima, mbona mimi sikuwepo na humuulizi? Eti huyu ni Davido jamani, maana ndio natumia. Mwingine anasema kwamba swali la mtego ila kajibu kitaalamu sana. Yani swali ni la mtego sana, kwa hiyo amejibu kijanja. Anasema tumeshangaa, wajua mnataka kuzima pale Diamond kavuruga interview. Mwingine anasema kwamba alimuogopa Diamond, ila binadamu unaweza kukosa uhuru na watu kwa sababu ya mtu fulani, ikiandamana nao atapenda. Mwesema huyu msukule wa Nigeria. Haya, mwesema huyu mlamba midomo eti analisi maadui wa Diamond, ndio kisema waliona isiwe tabu. Haya, mwingine sema what if we just say ni tofauti zetu za kisanii ndio zimefanya wasije. Mfano alipo Mondi Kiba hawezi kuwepo, alipo Hamo Mondi hawezi kuwepo. The bitter truth ni kwamba ni tofauti zilipo wazi baina yetu na uhasama unaonekana wazi unaonifanya wasije, full stop. Dondosha maoni yako, hakikisha na subscribe.